Ndiyo mkuu, umeniita. Nakusikiliza mkuu. Nakusikiliza mkuu wangu. Ni sawa. Ati sasa hata hapa nimekuitia jambo moja tu. Ati ukae ukijua kabisa. Nimekuita wewe kwa sababu wewe ndo mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi hapa. Nikiwa mimi ndo mkurugenzi wa chama chenu. Nilikuwa naomba jambo moja la msingi sana hapa. Naomba sasa unifikishie hizi taarifa zote kwa kamati yako yote. Kila mtu ikiwezekana apate vipeperushi. Ikiwezekana kila mmoja apate taarifa ya ujumbe wa simu. Najua kuna wafanyakazi wazee wengine wako nje ya nchi. Wengine wafanyakazi wako mikoa mbalimbali. Nachohitaji ni kitu kimoja tu aise. Waambie kwamba tuna likizo ya siku 4 mbele. Hii likizo ni kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kuhudhuria sherehe ya mkurugenzi mkuu Bwana Kazola. Ati unajua kwamba Kazola zezi kesho kutwa anafunga ndoa? Ndiyo najua kwamba anafunga ndoa. Sema nilikuwa sijui ni siku gani. Maana tulikuwa kwenye utoaji wa posa mimi na mzee wake. Lakini sikujua kwamba lini ndoa itakuwa. Lakini ni jambo jema kabisa. Kama mama kufanya jambo hili haraka, kesho kutwa jambo liishi, ni jambo jema kabisa. Na taarifa hizi nitazitoa itakavyowezekana. Kwa hiyo mkuu usijali. Usijali na nashukuru kwa taarifa hii. Nashukuru sana. Ati ndo hivyo sasa. Uambie na wenzio. Usije ukashangaa kwamba ati mbona mambo ya kadi hajatembea. Azee hii ngome inapigwa kidini. Hakuna cha kadi wala nini. Azee kadi ni miguu yako kuhudhuria na kula chakula. Yaani wewe unakuja kupiga mpunga, hakuna cha kadi wala kuchangeti mara ufadhili mara nini. Haitajiki kitu kama hiyo aise. Hapa kitu budget ishaandaliwa. Mzozi upo, nyama zipo, soda zipo. Wewe njoo pige menyu ule msosi, lakini waambie wale wajenga wenzio hakuna bia hapa. Maana nyinyi mnapenda bia na hivyo vitambi vyenu hivyo. Bia haziruhusiwi wala uruhusiwi kuja na kiroba mfukoni wala shimwa. Azee hicho kitu mkiwekee mkazo sana. Sitaji kumwona mtu anayumba. Na nikiona mtu kwamba ana viashiria vya kunywa pombe hiyo siku ya ndoa, nitamchukulia hatua kali sana, ikiwezekana hata kufukuzwa kazi kabisa. Sitaji kuona vile vyovyote vile. Ni furaha kula nyama, kupongeza watu na kuenjoy maisha tu basi. Unaweza ukaenda na uniitie watu wengine na uziga huko. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umependeza sana. Lakini naomba ingia kwenye gari. Saizi waandishi wa habari wananisumbua sana. Na wakishatuona hapa itakuwa shida. Ingia kwenye gari tuzungumze. Sofia, mchumba wangu. Kwanza umependeza sana. Na kusifia, sijui kukusifia hivi hapo kabla. Lakini umevaa nguo utafikiri leo ndio tunafunga ndoa yetu. Kiukweli umependeza sana. Naomba niambie, mzaa Chema hajambo? Maana sifa hizi najua zinaanzia kwake ndio zinakuja kwako. Lakini pia Sofia, sijui kwa nini unaniangalia vizuri kiasi hicho. Sawa, hongera sana, lakini nipe habari za nyumbani kwanza na uniambie mama anaendeleaje. Sofia. Asante kwa kunisifia. Mamangu ni mzima, anakusalimia sana. Na kuhusu kupendeza, nimependeza kwa ajili yako. Umesemaje? Kwa ajili yangu? Sawa. Kumbe kwa ajili yangu hii Sofia. Asante sana Sofia. Kama umeanza kuvaa kwa ajili yangu, ili unaanza kunionyesha uzuri wako mapema hii. Jamani, hivi mimi ni nani hasa? Dunia hii mbona vitu vizuri napewa mimi tu jamani. Sofia, asante sana. Na kuahidi Sofia, nitakuwa mume bora kabisa. Siwezi kuona uzuri wako unatiwa doa. Siwezi kuona uzuri wa tabia yako unatiwa kasoro. Kikweli nahitaji niwe baba bora. Nahitaji niwe mume bora kwa sababu
nimempata mke bora. Sofia, najivunia sana kuwa kwako na wala sijuti kwa kweli jamani. Na mimi nakuahidi nitakuwa mke bora sana kwako. Hautajutia kuwa na mimi. Nakupenda. Unanipenda Sofia? Unanipenda? Nashukuru sana. Na mimi nakupenda pia. Alafu kuhusu swala la pesa ya nguo za harusi na mambo mengine madogo madogo, nisema tu kweli, nisiwe muongo. Swala halikuwa pesa. Swala ilikuwa ni kwa nije wala unione sura yako. Nilikuwa nimemisi sana. Lakini pesa nishaingiza kwenye akaunti yako na pia nishaweka oda pale Viviani Fashion Classic. Washaweka oda ya nguo zako zote za maharusi, kila kitu, nguo za mama na nguo za ndugu zako wote. Kwa hiyo pesa nilioweka kwenye akaunti yako, wewe utajua utanunua vitu gani, maana siwezi kujua metaji yako yote. Kwa kweli nashukuru sana Sofia. Na umekuwa na uzuri ambao kila nikikutana wewe unazidi kuongezeka. Kwa kweli ulimbo ulioweka kwenye uso wako na sauti yako umeninasa kwa kweli. Sina ujanja, ila nikushukuru tu kwa kuendelea kunivutia subira, kukubali maombi yangu, na kwa niaba ya wazazi wako nitoe shukrani kwa nyie kukubali posa yangu bila kuwa na pingamizi. Nami naahidi nitafuata yale yote mliyokusudia kutoka kwangu, na kama sitokufanya ujutie kitu kinachoitwa ndoa wala kumjutia mume tena. Na nilikuahidi kwamba nitasafisha makovu yote yaliyokupata hapo mwanzo. Naomba niamini na tumtangulize Mungu mbele, kila kitu kitawezekana tu. Asante sana Sofia. Kumbe ulikuwa unataka uione tu sura yangu. Ushaanza utani wako. Acha basi Kazora. Sasa wewe ni nani nisikutanie? Wewe ni mali yangu. Nina haki ya kukutania. Lakini sijakutania. Nimekuambia ukweli. Maana huwa sipendi kuficha. Sasa naomba nikupeleke nyumbani. Lakini sintokaribia kabisa hapo nyumbani kwenu. Tukishafika tu mwanzoni pale nitakushusha. Maana mama hataki kujua kwamba tumekuja pamoja. Maana akijua tumeenda pamoja, afu sijaenda kumsalimia, hatojisikia vizuri. Na sipendi kumvunjia heshima, na sitaki kuona ananichukia, anaumia kwa vitu vidogo vidogo. Ambavyo sipendi kumuumiza mamangu mzazi, ndivyo sipendi kumuumiza mamako mzazi pia. Kwa hiyo nitakusogeza, lakini sitakufikisha nyumbani moja kwa moja. Wala hata usijali, mamangu hana shida kabisa. Kuhusu mamangu wala hata usihofu. Basi twende, mamangu aliniambia leo niwahi. Sawa. Sasa hivi tutafika nyumbani. Hatutokawia. Ngoja niongeze mwendo kidogo. Nimefika tena kwenye jehanamu yangu. Nyumba niliyojenga mwenyewe. Nyumba ilikuwa na furaha sana enzi za Sofia. Nakumbuka enzi za nyuma nilikuwa nikifika hapa. Najua kwamba mambo yako vizuri. Na nilikuwa nikifika tu kabla sijaushika mlango, kabla mlinzi hajanifungulia mlango, Sofia kashafika kunifungulia mlango. Sofia kashafika kunikumbatia. Sofia kashafika kunipoza habari za kazi. Sofia ananipokea kifuko changu cha matunda na zawadi nilizomchukulia. Lakini leo hii kiukweli sina hamu hata kuleta kifuko cha zawadi. Sina hamu hata kuleta kifuko cha matunda. Nikifika na hamu ya kupumzika tu. Nafika na hamu ya kubaki mwenyewe tu. Mambo yamegeuka kweli. Si kwa nini nilikuwa hivi jamani. Nilitegemea yale mapenzi moto moto,
ya udada wa kazi, huyu mke wangu wa sasa, yangenifanya nisahau kabisa kuhusu Sofia. Lakini angalia sasa, eti naanza kumkumbuka ex wangu tena. Namkumbuka ex wife. Sasa nafanyaje jamani? Na nishatoa talaka 3. Haiwezekani kabisa kurudiana na Sofia tena. Na sheria ya dini inasema lazima aolewe kwanza na achike kwa hiari yake ndo awe na mimi. Kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Sofia maneno ndio mtolea yale, na sijui yuko wapi, sijui anafanya nini, sijui alishagafika wapi. Jamani, mimi Juma, mimi naenda kuangamia. Basi acha niingie kwenye jehanamu yangu, nikasikia kelele za huyu chui anavyonishambulia na kunidanganya na kukingata kisogo changu. Basi acha niingie kwenye jehanamu yangu bana, sina namna. Habari za mida mkuu. Pole na mizunguko ya majukumu ya hapa na pale. Samahani mkuu wangu kwa kuweza kukulimbikizia mambo mengi kichwani, na najua umetoka huko kwenye mihangaiko yako ya hapa na pale. Lakini pia nikwambie tu ni jukumu langu kukujuza yale ambayo yameendelea hapa ukiwa haupo. Hadi kama unavyojua mimi huwa nikifikishwa taarifa lazima nizifikishe kwa wakati, maana matatizo yangu najua. Nikishaenda kula tu nikafanya mambo machache na sahau. Ni kwamba kuna watu walikuja hapa wanasema wao ni taasisi ya benki, ama kutafuta kwenye simu hawajakupata. Kwa hiyo wakawa wameipiga picha hii nyumba, wakachukua ramani na vitu vingine, na wakasema amekuja ofisini kwako, lakini uonekani. Wanasema kesho asubuhi ujitahidi sana ufike makao makuu ya taasisi ya benki ya watu wa Oman. Kwa hiyo mkuu, ya kwangu ni hayo, samahani. Sawa, nimekuelewa. Kaendelea na kazi zako huko. Ondoka hapa, kaendelea na kazi. Sawa. Wamechukua ramani ya nyumba yangu, wamepiga picha. Basi sawa, hii dunia naona inaninyosha sasa. Sawa, acha wala nikajipumzishe kwa kweli. Sio kwa stress hizi na mateso haya jamani. Sawa, Mwenyezi Mungu naomba niongoze tu. Hamna namna hapa. Rafiki yangu, wala kabisa sasa tumeanza kupata unafuu. Maana ulikuwa umezidiwa sana. Ulikuwa hujitambui. Yaani nilijua tumekupoteza kabisa. Halafu mbaya zaidi ulikuwa umetupwa tu bila msaada. Isingekuwa kupata taarifa mapema ya wasamaria wema, sio ungekuwa na hali gani kwa sasa? Na sio tungekuwa tunaongea nini kwa sasa hivi? Pole sana jamani. Binadamu wabaya sana. Sasa wamekosea nini sasa? Au wamefanya kitu gani? Ni nini hasa rafiki yangu? Ni nini hasa hadi hivyo? Tafadhali kama nakuchosha, lakini naomba niambie. Nimeshindwa kuvumilia kwenye moyo wangu. Naomba niambie rafiki yangu. Niambie tafadhali. Tia kazi tu niambie, najua naumia. Najua nasimamivu sana. Ila niambie tu. Jamaa. Wala siwezi kuongea vizuri. Nasimamivu maeneo yote. Yaani haya maumivu haya, yaani shingo linauma, kichwa kinauma. Unavyoona hapa, nasema hizi maumivu. Nilikuja nikakamatwa, naambiwa hivi, hadi mimi natembea na ana, naambiwa nikae mbali na ana. Watu wananipiga wananiambia kaa mbali na ana. Kwa kweli najuta sana. Nikamwambia jamani, mimi simjui ana, na sijawahi kuwa na mahusiano na ana. Lakini nikashushua kipigo yanayoendelea sasa, sikujitambua. Ndio najitambua hapa, watu mmenizunguka hivi. Jamani, lazima maumivu sana rafiki yangu. Jamani. Pole sana rafiki yangu. Pole sana. Naogopa leo kupata sija kanipata na mimi. Lakini mimi nikuombe tu kweli ukae mbali na ana kabisa. Mnakwambia matajiri sio wazuri, anaweza kukuvunja kiuno na hata una mwelekeo. Unafanyaje sasa? Afu unajua wako juu ya sheria. Utaenda kushtaki kwa nani sasa? Wewe kaa naye mbali bana. Achana naye, yule ni muuaji.
Achana naye kabisa, yule sio mtu mzuri. Achana naye. Na yule Juma yule ni mkorofi sana. Yule Juma ni gaidi sana. Anaweza akakuvunja shingo yule Juma. Acha kabisa. Acha, kaa mbali na Juma. Kaa mbali na Ana. Nakusii sana. Kaa mbali na bosi Juma. Yule sio mtu mzuri, acha kabisa. Lakini pole sana rafiki yangu. Asante. Nimejifunza. Siwezi kurudia. Namuogopa sana Juma saa hizi. Yaani Juma, kwa kweli mimi naombea nipone tu. Takaa mbali kabisa na hao watu. Wala hana sitaki kumsikia na kumuona. Asante sana rafiki yangu kwa kuja kunijulia hali. Mambo jitahidi kuona ndio kile kinachowezekana. Sina kitu hapo rafiki yangu. Sina hela. Naomba unisaidie sana. Ujinga huu umeniponza sana. Mapenzi ya kijinga yameniponza sana. Mzee wa kazi, niambie. Vipi? Kazi yangu tayari na ulizingatia itifaki zote? Maana nilikuambia kwamba hakikisha unamjaza yale maneno akae mbali na Ana na yale mambo madogo uliyafanya, na uhakikishe umemshushia kipigo cha kufa mtu ili ajute, na sitaki ujinga huu jirudie tena. Ni mshenzi sana yule mtu. Hebu nipe ripoti. Chief, mkuu, kila kitu kiko sawa. Tumehakikisha tunavunja, piga kichwa, pasua, piga ngumi za pua. Vunja mguu, vunja viungo. Hawezi kutembea, na hata kama atatembea kwa muda mrefu. Kwanza tulijua tumeua. Yaani ile kushtuka hivi mtu kashazilea anatokwa damu tu. Majeraha yamejaa nini? Ikali mambo ashikaji, jamani, hebu tupoteni. Tumepewa kazi ya kumshikisha adabu tu, sio kumuua. Sema watu walikuwa na hasira, unajua uliotangazia dili nono. Kwa hiyo usijali. Kazi tushaimaliza, amechezea vitasa vya kutosha. Piga sana. Na ilibidi tukatuma maspai wakamwangalia kwamba hajafa, lakini yupo hospitali mpaka sasa anapata matibabu. Ila anajuta sana. Hawezi akarudia. Kazi shaisha. Wewe leta mkwanja tu. Mambo yako safi. Malizia pesa yetu. Si ndio hivyo? Yes. Kazi nzuri sana. Asante. Na nitakulipa vizuri. Tena nitakupa na ziada. Mimi ndio katunzi. Wala usijali. Pesa ipo tena ya kutosha. Na bonus juu. Well done.